asifiwe. Lakini sasa hapa wakati amejipeleka mbele za Mungu kwamba awekwe mlinzi, awekwe polisi, aweke KDF ya Kenya ikae hapo kwa mlango na bunduki ilinde mdomo wako, hapo Yesu anamjibu katika Mathayo 12 mstari wa 34. Anasema hivi, kinywani mwa mtu inatoka ile iliyoko ndani ya roho. Bwana asifiwe. Anajibu kwamba kitu ambacho kinamtoka mtu kinywani ni kile ambacho kiko ndani. Sasa hapa somo linaingia usafi wa moyo, utakatifu wa ndani, utakaso wa ndani. Bwana asifiwe. Sasa Mathayo 12. Kwa hiyo sasa anasema kimtokacho mtu kinywani ni kile kilichojaza ndani. Kwa hiyo sasa hapa ni kwamba tunatakiwa tuwe wasafi, watakatifu ndani ya mioyo yetu. Bwana asifiwe. Alafu inatakiwa, naenda haraka, inatakiwa viungo vyetu vyote vijae utakatifu. Viungo vyote vya mwili wangu vijae usafi na utakatifu. Bwana asifiwe. Yaani chochote katika mwili wangu kijae upako, chochote katika mwili wangu kijae utakatifu, maana nimeokoka. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao upako wao uko kwenye mikono peke yake. Mpako wao uko kwenye mikono peke yake. Na mtu huyo akiomba mkono wake unafanya nini? Unatetemeka. Na mtu huyo mkono wake unatoa jasho. Kwa hiyo mtu upako wake uko kwenye nini? Kwenye mkono. Kwa hiyo akiwekea watu mikono wanapona. Shida zinaisha. Hana kazi anapata kazi. Maana wewe anawekea wengine mikono, upako wake uko wapi? Uko kwenye mkono. Lakini mtu wewe mwenyewe ni msharati, analala na mama kanisani, anafuata mawido, anaenda kwao, kwa sababu upako wake uko kwenye mikono peke yake. Somo letu linaitwa utakatifu wa ndani. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watu wanakuja kufuata upako wa mtu ambaye si mtakatifu. Lakini yeye mwenyewe hafai. Yani mtu wa aina hiyo ni manamba. Ni manamba wa matatu. Yeye haendi, lakini anawaambia watu twende. Usiwe manamba wa matatu. Ni manamba wa matatu. Haendi kwa sababu ni mwovu. Alafu kuna watu upako uko kwenye miguu peke yake. Mtu akiomba mguu wake unafanya hivi. Maana upako wake uko kwenye miguu na anasikia jasho. Na mtu huyo ni Joshua 1:5. Ana umwe 1:3. Anasema mahali nimekumekanyaga nimekupea. Kwa hiyo huyo mtu ni mtu wa kutawala. Ukitafuta passport enda kwake. Aende pale Nyayo.